Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Tuinamisha vichwa tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu mfalme wa mbinguni, ni wakati njema tumerudi kwako, tunakushukuru na ukuinua kwa ajili wewe ndio Jehova. Asante kwa kila jambo umetutendea katika hii wiki Baba. Ni wakati tunaenda kujifunza katika neno lako. Tunaomba utamaraki na utangulie, ukafungue njia Baba tupate kulisika na kulielewa neno lako. Roho ya utatanisi na vita na ikemea na kuirani kusibuni ipate kushindwa. Maroho ya kuchanganyikiwa na ikataa katika jina la Yesu yapate kushindwa. Fungua wapendwa kabla tujaonena nawe, na Kristo katamaraki ukumini chombo kanitumikia kwa ajili ya kazi yako isidi kuonekana. Naitisa roho wako akanitawale. Naitisa malaika 12 wakashuka katika ikao, kila mtu akienda kuisika apate kulitii neno lako. Katika jina la Yesu Kristo naomba tuanze nawe, tumalize nawe. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaenda kujifunza katika maandiko ya Kumbukumbu la Torati 8 kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 20. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbukumbu la Torati ama Deuteronomy ni kitabu ambaye ya 5 kile amri alipeana Mungu kwa Musa kwa ajili ya kuongoza wana wa Israeli. Katika safari yao ndefu walijifunza mengi. Kulikuwa na msongamano, kulikuwa majaribio, kulikuwa mambo mengi katika safari yake. Lakini yeye alitii kuwa mwaminifu mpaka mwisho. Lakini tunaona mwisho wana wa Israeli walifanya maovu mpaka wakamkasirisha Musa, wakamuingiza katika majaribio. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona Musa hakuiona ile nchi Baba alikuwa anamwahidi, kwa sababu wana wa Israeli walikuwa jaribio kubwa kwake ili akafanya dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Katika safari tunaenda, chunga sana usije ukawa kikwazo kwa mwingine yule anataka kuiona nchi ile takatifu. Kwa sababu wewe utamkwasa na yule alikwaso njia yao ni moja. Musa alikuwa waongoze katika njia nzuri. Katika safari yake ilikuwa nzito, lakini alikuwa anamuomba Bwana. Tukiona ya kwamba wakati walipofika kule jangwani walimuasi. Ndio hapo tunaona ya kwamba Mungu alitaka kuangamiza. Lakini yeye Musa aliomba sana, akasema usije ukaangamize, kwa sababu wakikufia hapa watasema ya kwamba wewe hukukuwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba katika laini ya kiroho Musa alikuwa na upendo na wana wa Israeli. Ndio hawakutaka waangamie, ili walitaka wamrudie Bwana, ndio wapate kukaribia ile makao makubwa ya utakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Katika safari yao alikutana na magumu, lakini tunaona wale alililisa na ukunywa, wale waliokunywa na kupitia yeye walimjaribu sana mpaka akatenda dhambi. Kwa hivyo ndio narudia, usije ukakuwa na kikoza kwa mwingine kufuka katika ile nchi mpya. Haleluya. Narudi katika maandiko ya Kumbukumbu la Torati 8 kuanzia mstari wa 6, yatuambia hivi: nawe usisike amri za Bwana Mungu wako, upate kwenda katika njia zake na kumucha. Saidi hapo akasema, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuakuingiza katika nchi nzuri, nchi yenye vijito vya maji na chemichemi na visima vibubuchikavyo katika maponde na mlima, nchi ya ngano ya saili na misabibu na mitini na mikomamanga, nchi ya misitu yenye mafuta na asali, nchi itakayokula mikate humo pasina shida, utapukukiwa na kiu ndani yake, nchi ambayo mawe yake ni chuma na milima yake ya kukaa saba, nawe utakula ushibe. Utamshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni jambo ambalo lilionenwa na Mungu kupitia mtumishi wako Musa. Ni jambo ambalo lilikuwa onyo ya kutaka kumsahau Mungu. Usipomsahau Mungu katika, utapata vanaka ya kutoza katika maisha yako. Kwa hivyo alimuonya kwamba ikiwa hao wana wa Israeli
hawatakuwa kigeugeu katika safari ya wokovu. Yeye atakuwa mlisi mwema, watakula na kukunywa katika ile nchi atawatuma. Itakuwa nchi nzuri ya fanaka kwao. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia kwamba kule wataenda hakutakuwa na shida, hawatakuwa na ukosefu wa chakula, watakaa mastarehe kwa ajili ya kumtii Mungu wao. Kwa hivyo katika hii hali tunaona ya kwamba safari ya Musa ilikuwa safari nzito, kwa sababu watu walikuwa wanaongoza ni watu. Alikuwa anawatoa katika nchi ya mateso, alikuwa anawatoa katika nchi ngumu ili awalete katika mkono wa Bwana. Mkono ule wa Bwana ulikuwa ahadi kubwa sana. Ikiwa watamsahau Bwana, ile nchi itakuwa ya baraka kwake. Kwa hivyo kitu nawaachia ni ya kwamba wewe unaomsikilia Yesu Kristo, wewe unaofuata njia zake na sheria zake na amri zake, usiache kumtumikia kwa sababu ya tatizo lolote. Usiache kumtumikia kwa ajili ya magonjwa. Usiache kumtumikia kwa ajili ya ukosefu wa kazi, kwa ajili ya ukosefu wa watoto, kwa ajili ya ukosefu wa ndoa. Wewe simama naye mpaka mwisho wa doari, kwa sababu ahadi ya Bwana ivunjike kamwe. Aliahidi Musa na aliwaambia wakiwa hawatamsahau Bwana, katika ile nchi atawapeleka itakuwa nchi yenye fanaka kubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo wewe unaosika agano la Bwana, sika ya kwamba utasika tena. Kaa katika neno, kaa katika maandiko matakatifu, timisa utakatifu wa Yesu Kristo katika hema lake. Kaa ukimucha Bwana, unamtetea mpaka mwisho wa doari. Ikiwa hata ni vita, ikiwa magonjwa, macharibio, usicho ukamkane katikati wakati unaosiba. Wewe simama na yeye mpaka mwisho wa doari, na yeye atakuelekeza katika njia zilizo safi na haki, kwa sababu maandiko yaniambia ya kwamba wale wataokaa katika yeye atawapeleka katika nchi siri aliyowapa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe unategemea wakati uliomuita Bwana ulimuita ukiwa wapi? Na mahali huko ni wapi? Hebu angalia na mahali unaenda distance gani imepaki ndio mufikie. Kwa sababu hii safari ni refu. Elisinda wale maelfu walikuwa wanasafiri na wawili wakapata wamefika peke yake katika ile nchi yake. Usichokawa mmoja wao wa kupungukiwa na imani, usichokawa mmoja wao wa kuchoka hii safari. Hii safari wale wataishinda ni wale watasimama katika neno, kwa sababu nene itachenga wokovu wao. Wale watasimama katika hii neno watakuwa wakihubiri neno la Bwana, wakilitetea neno la Bwana peke yake. Kwa sababu mambo mengi katika ulimwengu itapita, lakini neno litainuliwa sasa hata milele. Haleluya. Walipomsaliti Yesu walifikiri injili imeisha, lakini inazidi kuendelea. Kwa hivyo tishe sikue kwako. Tisho yoyote inaweza kutoa katika njia za Bwana ni kama chura inayopiga kelele kwa mto, ng'ombe zisikunywe maji. Kwa hivyo wewe kaa mtu mchasiri kama simba, muabudu Bwana kama utabudu tena. Kuwa na msimamo, kuwa na mawaida, lakini wewe peke yako jiamurisi. Kuwa muamuzi katika safari. Usichokamuliwa na mwingine. Usichokaambia tukienda hivi tutafaulu. Hapana, kuwa muamulizo wewe peke yako katika hii safari. Usichokakubali mwingine akuamulize, kwa sababu ukifika katikati utachoka, kwa sababu ni Choni na Mary walikuamuliza katika safari. Lakini ikiwa ni wewe ndani yako umeamua kumfuata Yesu Kristo, umwambie akusimamishe katika neno na akufundishe njia zake na sheria zake, na yeye akuongoze vile yeye anataka, sio vile wewe unataka. Kwa hivyo moyo wako na roho yako muachilie kwa Bwana, kwa sababu yeye ukucha wakati ufaro, harakisi wala kuchelewa, ukucha dakika yake. Kwa sababu ni mabilioni wakati katika ulimwengu wanahitaji baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Na katika yeye aliyotuumba, yeye ukucha wakati wake, na kila mmoja ako na njia zake anayomkuchia. Kwa sababu neema yako sio neema yangu, ni tofauti. Vile nilimpokea Yesu Kristo sio vile uliyompokea. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati nilipomuita kabla sijampokea, sio vile wewe uliyomuita. Nenda kao wewe ulikuwa katika machungu fulani. Nenda wewe ukiwa ulikuwa umedhulumiwa, ulikuwa umekosa kazi, lakini ili mimi nitaka kuona uso wake. Bwana Yesu apewe sifa.
Bwana inuliwe. Kwa hivyo fuata huyu Yesu Kristo ukitaka kuona uso wake, na ufuate njia zake, ndio ukae katika ulimwengu ukae katika ulimwengu wa dhambi. Ukiwa katika hii safari, kaa katika neno, muite yeye, ndio pokea ile hadi aliyotuachia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuita kwako na kumwingine kuko tofauti. Ichalisi wewe vile ulimuita ulikuwa hali gani, na yule mwingine ndugu yako ama dada yako. Naweza kuwa yeye alimuita alitaka kuona uso wako, na wewe ulimuita kwa sababu ulitaka njia zako sipanuliwe. Haleluya. Heri wale wanaomuita wanataka kuona uso wake. Ndio wakati kuvika ya mwisho anaokomboa. Ayubu alijaribiwa katika njia mingi. Wengine walikuwa wanaona mwisho wake, wanataka kuona itatendeka nini, lakini Bwana alishuka kwa Ayubu, akawaachia wakiwa wanatetemeka. Haleluya. Wacha wakuone watetemeke, yale Bwana atafanya nini? Atakutendea. Nenda kwa wanaangojea kuanguka kwako, lakini waona ushindi wako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wakiongojea kuanguka kwako, waona ushindi mbele yako. Wewe usiwaone ili ona yule Yesu Kristo aliyokufia msalabani. Yule aliyekufa kwa ajili ya dhambi yako na yangu, ndio tupate kuokolewa. Wakiongojea anguke, wanaona ushindi mbele yako. Bwana Yesu apewe sifa. Daudi alipokuwa anaona walikuwa na majeshi chache, na wale wa yule mfalme walikuwa wengi, walilamaka sana, wakaona ni wengi. Yeye akasema ameona Mungu. Wacha aone Mungu katika maisha yako. Usione mwanadamu, kwa sababu mambo ya mwanadamu yatapita, lakini neno la Yesu Kristo litasimama imara. Wacha aone Mungu mbele yako. Usione mwanadamu, ona Mungu akusaidie. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Jihadharini usicho ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutosika amri zako na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia wana wa Israeli wakaonywa, jihadharini msije mkamsahau Mungu. Msije mkamsahau Mungu Bwana Mungu wako kwa kutosika amri zake. Wajihadhari, lazima wasike ile amri Musa alikuwa anapewa. Ndio safari yao ikuwa nyororo, ndio safari yao ikiwa na vita, Mungu anawasindanie. Wajihadhari sana wasicha wakasahau Mungu wao, kwa sababu ni Mungu mwaminifu, ni Mungu mtakatifu, ni Mungu mfalme wa wafalme na mwenye hadi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo akawaonya wajihadhari sana wasicha wakasahau lile neno walipoambiwa, wasicha wakaliwekea chini. Unajua mtu usahau wakati ameshiba. Mtu akiwa njaa hawezi akasahau, kwa sababu usiku analala sleepless, analala akihangaika. Lakini mtu akishiba hawezi akakumbuka ya kwamba kuna Mungu. Ndio naona majaribio kucha kwa Mkristo kwa ajili ya kumtia nguvu na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mkristo akiwa na vita zaidi, anamkumbuka Yesu, anamkumbuka Mungu wake mahali alipomtoa. Anaona ya kwamba ataona vile Yesu Kristo alikuja akamkufia. Lakini akiwa mwenye mastarehe, anakula na paka mkate ziagi, anatoka anakunywa, anaenda akaa vizuri, hata kumbuka Mungu. Hata ukuta kwa njia anaweza kumwagia matope na kuangalia yake. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini yale majaribio yatufunza sisi wa Kristo, yatutia nguvu. Ile majaribio kicho ndio nakumbuka katika mlango wa fulani ilionyesha ya kwamba Ayubu alivumilia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Inaukumbusa ya kwamba tunaona ya kwamba mfalme wa Israeli alikuwa anajikakamua kwa Mungu, lakini hakupata mapito ya kupita, mpaka akaomba Mungu akaitika. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndiye akawaona wajihadhari sana wasicha wakasahau Mungu wao, wakati wa kushiba, wakati wa ukura, lakini wakumbuke agano aliyowapatia Musa akiwa ukoongoza katika ile nchi ya Misri. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo akawaonya wasije wakasahau amri, waishike na sheria zake, ili wasije wakafanya nini? Wakamsahau Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. 12. Angalieni utakapokuwa umekula na kushiba na kuchenga nyumba nzuri, kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka,
na fedha zako na dhahabu zako utapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakupoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Haleluya. Tupigie Kristo makofi. Tunaona kwamba wana wa Israeli walionywa, wakaambia ya kwamba wasije waangalie sana, wasije wakokuwa wamekula na kushiba na kuchenga nyumba nzuri, wawe na ng'ombe mingi, wawe na mbuzi mingi na kondoo mingi, wachenge manyumba mazuri. Wacha wakastarehe, wakamsahau yale Bwana alinena na Musa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakasidi kuneneo ya kwamba msije mkaongezeka katika kifedha mkiwa na mali mingi. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio msije mkaongezeka, hapo moyo wenu uinuke umuasi Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hii ni onyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kupitia mtumishi wako Musa akiwa anaongoza wana wa Israeli. Akawaambia muone sana, msije mkamsahau Mungu. Muwe na mali mingi, muongezeke kifedha, muongezeke katika mali, mchenge magorofa la mustarehe mpaka mkamuasi Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio moyo wenu inuke, uone ya kwamba sio Mungu aliyokubariki na kile ulicho nacho. Unajua wengi wanaona mtu akitajirika, wengi wanaona ya kwamba ni kazi yao, ni masomo yao, ni njia zao wametafuta kwa chaso, lakini wamemsahau Bwana ya kwamba yeye ndiye alikuwa kiongozi katika hiyo mali. Wanaanza kumwasi Bwana. Unapata wanaweka waganga wengi katika ulimwengu. Leo wako Tanzania, kesho wako Mombasa. Unapata wamesikia mganga mzuri yako Kisumu, wanaenda huko. Yaani wanasahau ile vitu vyote ni mali ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba walioni waangalie wakati wanaoshiba na kuchenga nyumba kubwa na kuongezeka kifedha, wasije wakamsahau Bwana mioyo, ama wakuche kumgeukia kutenda yaliyo maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati mpendwa Bwana amekuinua katika njia mingi, katika Bwana amekuinua, amekutoa katika umaskini, amekuleta mahali huko. Bwana Yesu apewe sifa. Mshukuru Bwana. Hona jirani wako kama yule wa kawaida. Usije ukakuwa na kiburi. Unaona sio yeye. Unamuona, unaanza kuongea maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona hata hilo mtumishi aliyokuambia umuone ni kitu, unaanza kuongea maovu. Unaona huko yeye anafaa suti moja kila wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Kiona anafaa suti moja, si muongezee nyingine ndio pokee baraka. Kwa sababu ile neema uliyo nayo ni Mungu aninyoza mkono kwake ndio kapokee. Usije ukamsahau Mungu. Ndio maandiko yatuambia muachie dhari sana. Wakati mnaongozewa mali, mnainuliwa, msije ukasema ni mimi. Ona Yesu Kristo, ona Bwana aliyekufia msalabani, aliyekutetea mpaka ukafanikiwa katika njia zako. Usije usifanikiwe uwe na maliko, uinuke umsahau Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati usema una nafasi ya kuingia katika hekalu ya Bwana, una nafasi ya kusupport kanisa, na hapo ndio ulipokea baraka. Unasema una wakati wa kuja, una wakati ukikutana na Esther, unamwambia ndio waambie sina nafasi. Hakuna wakati nafasi inakutafuta ili wewe utafute nafasi ya kuingia katika hema la Bwana. Kumwambia ni asante katika hii madhabahu ndiye ilinitetea. Mahali niko. Wengi wametetewa na hii madhabahu, wameenda wamesahau. Utamwambia nini sasa? Bwana Yesu apewe sifa. Lakini katika maandiko ya Kumbukumbu 8 yatueleza wakati wa mafanikio usije ukachione, muone Kristo. Kwa sababu mali amekupitisha ni yeye, sio wewe. Kuna wale wako na masters na madigini masters wako kule nje wanachoma mahindi. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wale wanahangaika, ingine imeozea wapi? Mahali wameweka kwa certificate zao, lakini wewe Mungu amekurehemu, amekuinua mahali huko. Sio kuinua wewe ni mtakatifu, amekuinua kwa ajili ya neema. Wakati ulikuwa nasia, ulikuwa unalia, uliambia Mungu ukinisaidia sitaona wengine wakiteseka niwache. Lakini leo umeyasahau yale ulionena mbele ya Bwana, ukaweka hadi ukaivunja. Uoni sasa hata jirani yako na Mungu, hata akilala njaa muone, unaona mali ni yako. Poro kule usife pamoja na nyumba yako.
Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo unapotenda yaliyo haki mbele ya Bwana ndiye kuinua na kukubariki. Na wakati anayokubariki, hona mwingine kama wewe, usijione, kwa sababu yale yote ulikuwa nayo ni mali ya Baba. Haleluya. Kwa hivyo ile yote ulio nayo, ukumbuke ile shida ulikuwa nayo ukiwa huna. Kumbuka ile shida ulipitia, kwa sababu kwa wakati wa kuinuliwa usichokaona mwenzako kama sio kitu. Ati kwa sababu umeinuliwa usichokanena maovu mbele ya watumizi wako. Na mahali pale uliingia katika madhabahu, ukafanya nini? Ukapokea sara za Bwana. Na yeye kupitia yeye ukapata kuinuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na vile ulikuwa unaahidi lakini hufanyi. Na ukumbuka kama ile madhabahu ndiye ilikutetea. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa unapata unaamua unaenda Kisumu, unaenda Nakuru, umeanza kusema sasa mimi nimeweza nilibadilisha kanisa. Hatuchakataa umebadilisha kanisa, lakini madhabahu yaliyokutetea ni ya nabii. Ndio ukapata kuinuli, uyakumbuke. Bwana Yesu apewe sifa. Inaweza kuwa unaenda Kisumu, umebadilisha kanisa. Enda kwe unaenda Naroko, umebadilisha kanisa. Enda Mombasa umebadilisha, lakini ukumbuke nabii ndio uliinuliwa. Ushicho kageuse singo kwa chini mahali uliinuliwa, kwa sababu utapokea laana. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba maandiko yatuambia hivi ya kwamba haleluya. Basi hapo moyo wako usiinuka wakati umepokea. Moyo wako usifanye nini? Basi moyo wako usinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, nchi ya utumwa. Misri ilikuwa nchi ya utumwa. Ilikuwa watu wamehangaishwa, wameteseka. Mahali pale walikuwa wamedhulumiwa na kufanya kizo. Ulikuwa katika vita, ulikuwa katika magonjwa, ulikuwa unalala bila kukula. Lakini usichokasahau wakati umepokea baraka kutoka kwa Bwana. Usichokasahau yule aliyekuwekelea mkono akasema ubarikiwe, njia zako zifunguliwe. Usichokasahau yule aliyekusika mkono akakupeleka mahali pengine akakwambia kaa hapa ndio pokea baraka. Haleluya. Maandiko yatuambia kwamba usichokamsahau Mungu wako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Usichokamsahau wakati kumeongezeka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kutosika amri zake na hukumu. Nirudi nyuma kidogo ndio tupate kuelewa. Na sheria zake nao sikuamuru leo. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri, kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yaongezeka, na fedha zako na dhahabu zako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Wakati utakapobanuka kimaisha, wakati utakapookolewa, wakati utakapoinuka kiroho. Unajua watu wengi wanapoinuka kiroho wanaanza vita na wengine. Wengi unapata wanaanza vita na watumishi wengine kwa sababu wameinuliwa katika kiroho. Temo unainukia mtumishi mwingine, ndio temo roho wa Bwana inapotea, unachukua roho sangani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Atuchaitu tupigane vita sisi kwa sisi, lakini tumepata tuhubiri neno la Bwana tuinuane. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo maandiko yatuambia wakati utaona umepanuka katika hali ya kimaisha, umeinuliwa katika kiroho, uchunge sana usimsahau Mungu aliyokutoa katika Misri, nchi ya utumwa. Usiinuke kufanya yaliyo mewe maovu, kupigana na wengine, kusema leo ataniona, leo nitamuombea maombi mbaya. Ujapokea roho ombea mwingine maombi mbaya. Ujapokea roho ende mahali kule na kulima, alafu unapanda mlimani unaenda kuombea mtu maombi mbaya. Utamuombea mbaya, lakini utajua ni malaika gani aliyokuwa ndani yake. Na huyo malaika atasuka kule mlimani, ukitoka asubuhi tunasikia ayuko umeaga. Wana kupigana na mtu unaochuku kupigana ni yeye ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo usichokapigana na mtu uelewe ni mtu wa aina gani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo maandiko ikaona wana wa Israeli wanapoongezeka katika hali yoyote, akuwe na mali mingi, akuwe na mchenge mingi, akuwe na chakula ashibe, asija akageuka akamwasi Bwana.
Ndio napata wengine wakitajirika wakiwa na mali, wakiinuliwa, wanaona wao wako, lakini wale walioongoza kupata hiyo mali. Unajua hakuna wakati Mungu atatoka juu mbinguni akuambie sika hii mali. You have to struggle, si ndio? Lazima struggle na kuwe na kiongozi wako. Kwa hivyo ikiwa chini mahali pale amegusika, amekupeleka kasi, mpatie heshima yake. Kwa sababu huyo ndio Mungu alitumia upate riziki yako ya kila siku. Sio ukifika mahali pale unaanza kufanya kampeni ya kumchochea kule kasini na kuongea maovu. Neema Bwana atatoa juu yako, airudishe kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Ni uongo ama ni ukweli? Kwa hivyo peana heshima, wewe kaa kimya. Wacha kuongea sio kufaa. Unajua ulimi ni kiumbe kidogo, lakini utenda makubwa katika kwa wanadamu. Ndio maandiko imetuonya kupitia kitabu ya Kumbukumbu, wakati unapotajirika, unaofanya mambo mingi, umeona ya kwamba inuke, ulikuwa pale chini kwa vumbi, usichogadharau yule aliyekuinua kutoka mahali pale. Usichogadharau yule aliyekuombea. Unaweza kupata mapigo mabaya sana. Usema umeroa na kumbe ni wewe umechiroga. Kwa hivyo maandiko yatuonya vizuri tusiche tukamsahau Bwana wakati tumeinuliwa. Tumshukuru Bwana. Usije ukachiona ni mali yangu, ni chaso yangu, ni bidii yangu. Hakuna bidii yako. Kwani yule alio masters yana bidii? Hakuna bidii. Kwa hivyo neema ya Bwana wakati inaangukia kupitia njia vile uliotii mwanzoni ukampokea, tii mpaka mwisho. Wacha kugeuka kwa njia ukue kigeugeu. Wacha kuchiona, wacha kumuona Bwana. Angalia Yesu Kristo yule aliyokufia msalabani. Yale mateso aliyopata, ungekuwa huko ungefanya nini? Kila ungefanya wewe kama mwanadamu ama Mkristo, fanya sahi. Wakati wa Nuhu waliambiwa achenge safina, lakini wengi walimdharau wakaona ni yule mzee wa mtaa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wakati maangamizi yalikuja walilia tufungulie, akawaambia kifungue tayari imeenda wapi? Imechukuliwa, sina. Kwa hivyo ufikiria, nataka sisi kama wanadamu, mara mingi napenda kusema ya kwamba uchokoko ukae mjinga. Mtu ameokoka anakuwa mwerefu. Kwa sababu kabla akiruhusa swali kabla hajajibu, anafikiria kwanza kabla hajapeana jibu. Ni heri yule wa kuongojea kuambiwa kuliko kuropoka mambo. Chukua hatua chochote unaosikia. Enda polepole, wacha haraka. Kwa wakati umeenda polepole utapata solution iliyo nzuri kuliko kuharakiza upate umetenda maovu. Kwa hivyo tumeonywa katika hii maandiko, tujiadhari sana. Tusije tukashibe tukamsahau Bwana. Tusije tukawa na mali mingi tumsahau Bwana. Vile inaongezeka basa uchione kama ni wewe umsahau Bwana yule aliyokubariki na hiyo mali. Inafaa kila wakati umwambie ni asante, umuinue, umwambie hii mali. Unajua Bwana akubariki na chambo, ndio unachua unatoka wapi unaelekea wapi. Na wakati uko na mambo mali mingi ndio unapata marafiki. Lakini wacho isio watakutoroka. Ni wachache tu watasimama pamoja nao. Ni uongo ama ni ukweli? Ni wachache watasimama, lakini yeye usikuchalizi. Hiyo ni kama chude napiga kelele ndani ya maji. Weka imani, mwambie Bwana mpaka mwisho. Hawa wananiongochea ni veili, lakini nataka wastuke, wasafoketi wakati huo, wakati nao na wakiduliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna vitizo vingine anaweza kutoa katika utakatifu. Uone kwamba ni wewe usimuone Bwana. Hiyo roho ikatae wakati unaamuka unalala unaomba. Unasema Bwana nisije nikakusahau kwa sababu umeniinua. Nishike mpaka mwisho, nisije nikaone hii mali niko nayo. Wacha nikuone wewe. Ndio nihesabiwe kuwa mwenye haki katika hema la Bwana. Ndio katika nikienda ya Bwana uinuliwe ndani yangu nisiinuliwe. Kwa sababu wewe ndio utakuja kuhukumu miungu. Kwa sababu Mungu wetu mfalme wa wafalme ndiye atakuja kuhukumu miungu. Yeye tunanyenyekea chini ya miguu yake ndio tupate kuinuliwa. Tufundishe watoto wetu sheria zake na njia zake. Tuambie nafaa ukaa hivi, wakati mtu anaukosea nafaa uombe hivi, wakati unafanya lazima ukaa hivi, ndio pate kuhesabiwa mwenye haki katika hema la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tumeonywa ya kwamba tuangalie sana mioyo yetu isiche kainuke kamuasi Bwana. Bwana yule aliyotutoa katika nchi ya Misri, nchi ya utumwa. Angalia vile walioteseka
Lakini wakati walipokutana na chakula kule wakaanza kulia sana. Wakapanda wakaanza kufanya nini? Utengeneza nini? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tafakari kabla hujanena. Tafakari kabla hujafungua macho. Angalia yale yote Yesu Kristo aliyopitia kule msalabani. Tusije tukamwache Bwana. Usije ukaona wewe umesoma sana kuliko yule hakusoma. Kwa sababu anaweza kuwa hakusoma lakini umuona ofisi yake hiyo unaitisa msaada. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo yule aliyesoma hesabu kuwa kitu ya bure na yule aliyesoma. Kwa sababu kitu tunataka ni Roho wa Bwana atawale katika maisha yetu. Tunataka kumuona yeye atuongoze katika njia zilizo safi na takatifu. Tunataka tuongoze vile yeye atakavyo, sio vile tutakavyo. Unaweza kupanga Disemba utafanya hii, lakini upate mambo ni tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wakati nilipokuwa mgonjwa sana mimi nakumbuka Roho Bwana akacha juu yangu akanieleza mambo mingi sana. Nikaongozwa vile masisi yangu itakuwa. Lakini nisimama wiki moja nikakataa kifo. Nikamwambia Bwana, mimi sijamaliza kazi uliyonituma hapa duniani. Kifo naenda wapi sasa? Niliambia mimi siendi mahali Bwana. Mimi nataka nisimama na neno mpaka mwisho. Nataka kufikisha ile miaka Ibrahimu na Isara walipofikisha. Na mimi ukiniokoa mimi nitakutendea makubwa. Wacha nikachua kuna vitizo ya chura na kuna Roho wa Bwana. Kwa hivyo kuna vitizo naweza kukuonyesha usiku umekufa. Na kumbe ni Shetani anakujaribu. Haone kama utamsahau Mungu aende Mombasa kuchanjwa. Mimi nisimama nikamwambia Bwana, mimi ikiwa ni wewe Mungu ni asante. Lakini ikiwa wewe sio Mungu chitirise, mimi siwezi kuwa na msafara wa watu, lakini nataka kuwa na msafara wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ngasimama ngamwambia Bwana lazima uniambie kosa langu nipate kutubu. Kwa sababu unasema yule anayetubu anakufurahisha. Kwa hivyo mimi nataka kutubu ndio simama katika neno. Nikaona ni majaribio ilikuwa. Kwa hivyo sicho kajaribio useme hii ndoa si yangu. Wacha niyame nitaenda kuolewa na mzungu. Wacha niyame nitaenda kutafuta online. Wacha niyame we. Shetani anakuja na njia mingi ili kukuangamiza, ili kukunyakua, kwa sababu ako katika mbio kunyakua wale wanaoitana na Yesu Kristo. Ako katika safari mbio. Anaweza kukuonyesha ya kwamba umezeeka, utapata ndoa. Uhangaika moyo wako, hangaika aje? Kwa nini unahangaika? Anaweza kukuonyesha muda wake umeisha, utapata watoto umekaa katika ndoa miaka 12. Kwa nini unamwambia baba nashukuru kwa sababu ulichua yote ndapitia. Na vile ulichua yote napitia nangojea siku yako ili jina lako liinuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kwa nini sisi wanadamu tunachizumbua. Tunataka vitu ya haraka. Tuambie Bwana tunakuongojea. Na wewe Mungu wangu nakupenda na kuongojea ukuja wakati wako. Kwa sababu wakati wako ni wakati mwema kwa mwanadamu aliyekuamini na kutumikia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sasa wakati hiyo ningalia ngasema kifo imekuja, hakuna kifo. Simama imara, umwambie mimi nitahubiri mpaka mwisho nizeeke. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana, vile utachitabiri ndivyo utakuwa. Ukichitabiri ya kwamba wewe umezeeka una ndoa, utazeeka una ndoa. Wacha kujitabiri. Ambia Bwana ni wakati wako naongojea. Na kushukuru vile nilivyo. Na nakuhitaji, najua hii miaka nimefika katika ndoa yangu miaka 5, sina mtoto, lakini najua yule utaleta ni professor. Ni professor utanipea. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha kuhangaika, wacha waukatae lakini simama katika neno. Wacha waongee mengi lakini simama katika neno. Najua wataongea mengi lakini watarara. Wataongea mchana lakini usiku watakuwa kwa usingizi. Wakati Bwana anakuja na kubariki, ndio asubuhi wakiamka wasafoketi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usihangaike, usione umestruggle, umesomeza watoto hawana kazi, umeenda hivi na hivi uchafauru. Wewe muongojea Bwana. Wakati wa Bwana is the best. Wacha kungangana. Jua kwamba yeye ndio kiongozi. Fikira zako na mawazo yako mpe yeye. Mwambie Bwana katika hali niliyo na furahia. Furahia jinsi ulivyo. Ni wakati Bwana anakuja na anakutendea. Ni wakati Bwana anakuja na kutenda kwa wale wanaoamini. Kwa sababu anasema fadhili zake ni za milele.
Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. 13 yatuambia hivi. 15. Usiche ukaseme ni nguvu zako. Usiche ukaseme ni masomo yako imekufikiza mahali pale. Usiche ukasema ni vile wewe ulijitolea ndio ukafika mahali huko. Kwa hivyo maandiko yatuonya ya kwamba usiche ukasema ya kwamba ulipata utajiri huo kwa njia yako ama kwa nguvu zako. Ni kwa ajili ya neema. Kwa hivyo lazima tumheshimu huyu Yesu Kristo. Kila jambo linalotendeka kwa ajili ya wakati, na wakati unaokuja wakati ufaro. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba hii maandiko yatuonya tusije tukatajirike sana, tusije tukawa na mali mingi, tusije tukafuke mangambo hiyo tuende Tanzania tukaseme ni chizi vile tuliamua ama tuliprepare ana mali yetu. Hapana, tumheshimu Mungu. Na ukiheshimu Mungu lazima uheshimu yule aliyemtuma. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hiyo ukiheshimu Mungu lazima uheshimu mtumishi wake. Ndio hiyo baraka ipata kudumu ndani yake. Kwa hivyo kupitia mtumishi wake ndio ulipokea hiyo baraka. Usicho ukafike kule na kuru useme ni mapenzi yako, ni masomo yake ilikupeleka bahali pale, ama ni uchuzi ulio nayo ndio ukafanya hiyo maendeleo yo. Kumbuka mali uliyowekelewa mkono. Kumbuka yana madhabahu, hata ukitoka hapa uende tiseti ubadilisho ingie PH, sawa ni kanisa, lakini heshimu mali uliinuliwa katika kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usicho ukaongea maovu kwa sababu unaweza kuraniwa. Kuna wale wamepokea laana ama wameanza kupungukiwa kwa vile walionena maovu. Sema mahali pale katika ile madhabahu ndiye ilinunua. Nilikuwa na magonjwa ya kansa nikaondolewa. Nilikuwa na magonjwa ya ukimwi nikaponywa. Nilikuwa na malaria nzito nikaponywa. Nilikuwa sina mtoto nikapokea mtoto. Katika madhabahu ya wapi? Ya nabii. Kwa hiyo sicho ukasema ni uwasa wako ulio naye, ni uchuzi wako, ni matibabu ara. Hao ndio wengi tunakosa baraka inarudi. Kwa sababu maandiko yatuambia tujiadhari sana. Tusiche tukanena moyoni mwetu. Tukamwasi Bwana, tukamsahau. Hata wale wana wa Israeli wakati walipokuwa na wapigwa na Wafilisti, walilia sana wakaona wanaangamia. Lakini wakati Samueli alitumwa kwa niaba yao, akaenda kule mlimani akaomba. Baada ya kuomba akaona hakuna wamekuja kuangamishwa. Akasema Samueli utuombee sana. Samueli kwa sababu hao wana wa Israeli walitii, walikuwa na roho ya utii na heshima yao, akawatolea dhabihu. Wewe unaweza kutolea dhabihu, ambie tolea huyu mtu dhabihu 1500 ndio aokolewe. Utasema ni kuharibu pesa kwa sababu pesa ni zako. Bwana Yesu apewe sifa. Ni uongo ama ni ukweli? Bwana inuliwe. Ni uongo ama ni ukweli? Unajua kuna siri moja mjachua. Msione watoto wakipita mahali hapa mnasema ni masomo yao, ni bidii yao. Bwana Yesu apewe sifa. Amjua wakati nafika ni amri gani watumishi wanaopewa waombe ndio wafuke, kwa sababu vita ni mingi. Bwana Yesu apewe sifa. Sio masomo yao, ni vile Bwana ameamrisha nabii kae. Kwa sababu roho wa Bwana alinena mwaka 99, nabii itakuwa kisima kilio kisafi kitakatifu. Yoyote atakayetii na kupitia ile mahali pale atafanya nini? Ataokolewa. Aliye mgonjwa ataponywa. Kwa hiyo siseme ya kwamba ni bidii ya mtoto wangu. Forget about that. Wanalala wakiwa wanaombea. Wewe unalala unaamuka asubuhi unakuja kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Yale yanayotendeka kule gizani ni magumu, lakini wewe kama mwanadamu uweze ukawafahamu. Lakini ukiwa na roho wa Mungu utajua ni nini kinaendelea. Kuna wale wamesoma wako na madigiri na masters, lakini wanahangaika kule nje. Sio ya kwamba hawana pesa yaweza kufanya ile mikate wapewa waende kazi. Iko pesa, lakini hawachawahi kuulizwa na uko na ngapi nikupeleka kule kazini. Hachawahi kupata hata mtu mmoja. Lakini wewe ukifika mahali uko kazini, ulipata yule mlio na karibu na yeye amekupeleka, inafaa umpe heshima.
Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni kukosa kushukuru. Kujua kwamba Bwana ukucha wakati ufaro. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nakumbuka wakati Ronaldo waliofanya mtihani, kulikuwa na vita mingi sana. Tulitumwa mlimani. Lakini hakuna mwenye aliwaambia enda mlimani muombe mlete ripoti. Kuna yule aliwaambia, lakini mliona wakipita mkaona ni hard working yao. Anakuambia ni hard working. Vita mingi kwa sababu Shetani asafurahi akiona mtu akiwa sawa. Wengine kuingia university inakuwa struggle. Wakati maombi yalishidi, watoto waliambiwa waingie, alafu walipe hoste, mliona ni kawaida. Ni maombi kwa sababu wakati huo kama sio roho wa Bwana aliguza, hawangekubali waende wakaa huko. Wengi wangekuwa machokora huko ine. Kwa hivyo ukiona chance ilifika, wanasema ingieni, tutawapia Aroni, help. Usione ni kawaida, ni maombi tulikaza chini tukaomba. Ndio watoto wetu katika nchi ya taifa wasiwe wapotea. Na rais wetu na yeye akaguzwa. Kwa hivyo usione ni kawaida. Kwa sababu Shetani yako katika mbio. Kuna kitu wanachua sisi hatujachua ni nini. Sisi kama wanadamu hatujui tunatoka wapi. Ukiona dunia imeenda hivi kama leo tuko na maombi ya nchi, lazima uende mbele ya Bwana kama uchawahi kwenda tena. Wacha kusema wale wanaenda mfurugano wanapigwa risasi sio wako. Ingekuwa ni wako ungefanya nini? Kwa hivyo ikiwa ni spiti mbaya imeingia katika ulimwengu, tuiombe tulikataa. Waza ukura na kurara kusema sio wako, ati wako yaendi maandamano. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna taikana maombi katika taifa letu la Kenya. Lazima tusimame vile tusimama wakati wa corona ikaisha. Magonjwa mngesikia mbaya mnaombe naisha. Kwa nini hii vita tusimame tuseme ya Bwana? Hatutaki watu kuona kama wanyama. Tunataka amani. Kwa hiyo mahali ulifika usichione. Unalala unaamuka unakula. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wale wa Mungu, manabii wa Mungu, watumishi wa Bwana hawalali wakiwaombea roho zenu. Ndio alafu unaamuka unaanza kuwapiga vita. Unaamuka unaanza kuongea mbaya juu yao. Sasa kwa sababu uko na kile kitu uko na think twice. Mtu anafaa think twice. Hiyo unaweza kuamuka uone shida, lakini unapata labda fulani Tomu anang'ang'ana magonjwa kwake, unaona wewe ni mtakatifu. Sasa unaweza kusema labda nani amtumikii Bwana. Hata Ayubu wakati walisema ameasi, kumbe hakuasi. Unajua kuna vitu vingine tunaenda tukuona. Kwa hivyo jambo lolote kitendeka kuna sababu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mambo ni mengi yanatendeka. Inaweza kuwa umeshaidiwa lakini hujaona usaidizi kwa sababu uko nazo. Unaongea mbaya. Labda unasema unafanya uwezi ukaabudu mtu. Hakuna mtu anaabudu mwingine. Kuna mtu anaabudu mwingine hapa. Tunaabudu Mungu aliye hai na tunashukuru. Kama mimi kupitia kwangu nifika hapa ni kuachili ya neema. Kunishika ni mama wangu wa kiroho alikuwa anaitwa Sara. Alinishika mpaka akanisimamisha akaniambia nafaa ukue hivi na hivi. Ndio nilisema Mungu kama ulinishika kiroho nikiwa msichana, mtoto katika utuza wangu lazima nimuite Sara. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na ni Mungu, wacha tumuite Mungu. Wacha tumutegemee. Wacha tumuheshimu. Usidharau yule aliye karibu na wewe, mheshimu, mpatie zima yake. Usinena maovu kwa sababu inaweza kuwa laana kwako. Mpende vile unajipenda. Mpende vile unajipenda, muombe ndiye apate kwenda mbele. Kwa hivyo usicho ukakula, ukashiba, ukasahau, ukamwasi Bwana. Wasema nilikuwa nalia naenda kanisa asubuhi kwa sababu nilikuwa na shida. Sasa niko nayo, sitaenda kanisa. Sasa niko nayo, sitaenda kuosa kanisa. Sasa niko naye, hata siwezi nikatoa. Itoe ya nini nisaidie fulani ndio mtoto wake ainue? Hapana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ile mali yote tunayo nao kwa ajili ya Baba.
Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tenda kulingana na vile Baba Mungu wetu anataka. Tusitende kulingana na vile sisi tunaamua. Usitende mazuri kwa yule anayekutendea mema. Usitegemee kwa yule anayokuja mbele yako. Tegemea Mungu wako ndiye aondoa aibu mbele yako. Wakati wa vita akupiganie. Wakati kabla hujatenda maovu kwa jirani yako, kwa ndugu yake, dada yako, yoyote, tafakari mahali umetoka. Kaa chini ufikirie ni wapi, kwa sababu hujachikuta ukue vile ulivyo. Umetoka mbali, na katika hiyo mbali umeenda umekutana na nini? Na wakati malio ukuwa nayo Mungu peke yake alituma. Hata Elisha alitumiwa nini wakati wa njaa? Kunguni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hawezi akao na chakula anza kupiga ile nini? Lazima iheshima, akiona hata yeye ichangie kuishiba. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maandiko yatuambia usigeuse moyo wako wakati umeshiba. Hata sahani, mimi napenda kusema sahani umetumia, hata ukiwa ununua nyingine weke kando kidogo. Usicho ukaivunje useme ya kwamba nimenunua mpya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo tukae katika neno tukimtegemea Bwana. Wewe kaa chini uangalie maisha yako ilivyo. Mahali umetoka na mahali huko. Chue safari ni ndefu. Safari ni ngapi? Na dunia ni dunia na ni mbaya. Safari ni ndefu. Bwana Yesu apewe sifa. Safari ni ndefu na dunia ni dunia na ni mbaya. Kwa hivyo heshima sio utumwa. Tukae katika neno tutende yaliyo haki. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tushe tukae heshima, tuheshimiane. Usione unaongea maovu juu ya auta. Saingine unampata kwa hiyo kono, unamsalimia anacheka anasema huyu hajui chochote. Unajua Mungu yeye ni Mungu. Anasaka heshima na upendo idumu kwa watu wote. Na utende kulingana na neema na mapenzi yake. Ufanye vile yeye anataka, sio vile wewe unataka. Kwa sababu dunia hii tutaiacha. Yale yaliyo ulimwengu tutaiacha. Lakini neno la Bwana litadumu na litakaa milele. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. 18 Mbali utakamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Hili aliyefanye imara agano lake alilowapa baba zako kama vile leo. Lakini itapokuwa kama ukimsahau Bwana Mungu wako na kuiadama miungu mingine, kuitumikia na kuiabudu, na wasuhudieni leo ya kuwa mtaangamia bila shaka. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko atuambia Musa akaonya kupitia Roho wa Bwana ya kwamba watakaoikumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye aliyowapa utajiri. Unajua wakati uko na utajiri na mali ama na kazi ulikuwa umekuwa muda mwingi ukumbuke ni Mungu aliyokupatia. Kwa hivyo usichokadharau jirani yako ama mwenzako uone wewe uko na kazi ya. Usichokasema hata kukosesa kwa sababu wewe uko na kitu, kwa sababu unaweza kujitegemea. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi naonanga hata mkubwa wa serikali akikufa wanachanga. Si ndio? Tena wanachanga zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kumaanisha kwamba maandiko atuonya tusicho tukajivune na kile tulio nayo tukamwasi Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Tusije tukasema ni nguvu zetu tunapata yale tulio nayo. Lakini tumkumbuke Bwana. Na kumkumbuka Bwana sio kukula na kukaa, ni kukumbuka maskini wala wameremewa. Maskini wachane kweli kweli na yatima kweli kweli. Maandiko yanatuambia hivyo.
wachana kweli kweli na yatima kweli kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia tusije tukasema tumepata kwa ajili ya nguvu, kupata kwa ajili ya aliyefanya imara agano, lazima alitimize. Kama alikuahidi ukishika amri zangu nitakubariki. Na vile nitakubariki, vile aliahidi Ibrahimu, nitakupeleka mahali pale na watoto wako watakao hivyo watakaa katika njia za haki. Atakuwa akiwalinda muda wote. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini akasema nisije nikawabariki mkaanza kuabudu miki mingine. Hapo wanazungumzia nini? Wakati alipoonywa apeana wana wa Israeli, alizungumzia nini? Akamwambia nirudie kwamba lakini itapokuwa kama ukisahau Bwana Mungu wako, ukimsahau wakati wa kupata mali, wa kufanikiwa na kazi, wa kupata mahitaji, kama ni ndoa ulikuwa unatafuta, umepata msichana mzuri, kama ni mwanaume umepata mzuri, watoto umepata mzuri, usijione ni kwa uwezo wako. Bwana Yesu apewe sifa. Na mwanamke mzuri nani anapeana? Na mbaya anaweza kupewa mbaya kwa sababu ulitoroka nyumba yako umeingia nyumba ya wengine. Akienda sasa utapewa kichungumu kuliko yule. Anambia chukua hiyo maji peleka kwa bafu. Chukua hiyo sati chifulie. Bwana Yesu apewe sifa. Sio tabasema umefanya na umetuba. Umetuba ndoa haikuwa na hatia. Sasa unasema mzuri. Mwanamke mzuri anapeanwa na Mungu wanaume. Bwana Yesu apewe sifa. Usiseme mwanamke ni yule, ni Mungu atambadilisha. Kupitia maombi yako. Waje utatuba wangapi? Ni wangapi utatuba? Mwanamke ni yule. Na mwanamke mzuri ni tabii. Na hiyo ukiona sasa kama ulipata, labda anaweza kugeuka na kwa sababu na wewe umekuwa na mianya mingi. Wasa mwanza kianza kukimbizana, unaacha watoto jangwani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu wewe utasema kama yeye ako hivyo na mimi nitakuwa hii, utagongana, mtaacha watoto wakiwa wanahangaika. Mwanamke mwema ni kupiga maombi na kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Wambui alipiga maombi ya kuomba, akasema huyu sio mwanamume wangu, nilikuwa nimeona yeye niliunganishwa na harusi. Unajua kwa nini harusi mingi zinaisha? Kwa sababu unapata wameunganisha, mmoja sio mwaminifu. Kwa hiyo ile spidi alikuwa nayo mwanzoni yako iacha. Alithibitisha kuonyesha mchungaji ameoa, lakini ndani yako kuna madoadoa. Wakati alipookoka au kukombolewa, akona hiyo spirit. Hiyo ndiye naharibu kabisa. Wambui alisimama na mume wake, akasema huyu si mwanaume yule nilikuwa naona. Lakini baba, nitaomba ndio nichibu. Kwa sababu watoto wako, tumepata watoto, sitasema mimi ni msichana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wamama wengi ni big baby. Ni wasichana. Akienda huko anachipondoa. Sijasema kuchipondoa ni baya. Hawezi akaachia wale wachelewa wapate ndoa. Wanachipondoa kweli kweli. Wanasema wewe ni msichana. Akia kule kampani, asema wewe ni msichana. Anakaa tu. Na unacho mtu anasema ni msichana, akona mtoto secondary. Ndiye anajiita msichana. Sasa wakienda wakutana, niliona chama mmoja mwaka 2018. Bwana Yesu apewe sifa. Alisema yeye ni kijana. Alikuwa anaenda kwa watoto wa university, anasema sasa vile mimi ni kijana, mimi nataka msichana. Walikutana na nani? Na aunti yake. Bwana Yesu apewe sifa. Ulafi. Heshimu ndea na wewe jiheshimu. Jiheshimu wewe peke yako. Ndio ukae muda mwingi, lakini siku hizi mimi nashangaa.
Yaani mtu ako na mtoto anafaa kuitwa kolera. Anajiita msichana, ako na kijana, ana heshima. Mumuse ako na msichana hata mchukuu. Ati anaenda anasema yeye ni kijana. Tunaelekea wapi jameni? Ndio naona watu wanakufa kama maumbwa. Mtu anaingia kwa nyumba anamaliza nyumba yake, anaacha watoto wakiwa wanahangaika. Kwa sababu kitu uaminifu ni kitu ya maana sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tukikaa katika kuheshimiana ndio tupokee baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wale watauti wa nani? Unajipondelea nani? Jipondelea mwanaume wako. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ni suti ile umeona kwa John, aenda kwa Thera umwambie mwanaume wangu nataka azone shudi. Kama ni saruni umeona kwa Jack, ambia nataka saruni uenda usongo vizuri. Wacha kujipondoa kumaliza dunia. Tunawahitaji. Sasa watoto wanaachwa wadogo, wanakosa parental love. Wanalia, wanahangaika. Wengine wanapatikana wanauawa kwa manyumba zingine. Sasa hata mtoto akiwa mkuu akiolewa anasema baba yako mama yako alipatikana mahali fulani. Aibu. Yojizimu Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Si hapo kwako usae kama mchanga kama unataka kuongezea kule. Si hapo kwako watuze vizuri upeleke mtoto hata sura nzuri aonekane. Mtoto analia na wewe pesa iko kwa mfuko lakini uchali. Bwana Yesu apewe sifa. Ambia msee leo nataka kula fryer. Mkula hapo nyumbani. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba watu wengi wanapoteza fahamu. Watu wengi wamepotea. Na mama tuache kuwa noisemaker. Kwa sababu noisemaker anatoka kwa nyumba kwa sababu anataka arudi apate amani ya lale. Apate umesizia ndiye rada, lakini akicha mapema saa moja anasikia kelele. Noisemaker wa mama, stop it. Umpatie amani. Unaanza kumwambia wewe sio na mwanaume. Unaona jirani vile anakaa poa. Sasa wengine mmeruhusi hope wala wacholewa, wanaona kuolewa ni hasara. Inaweza kuwa mwanaume sio mbaya. Inaweza kuwa mwanamke sio mbaya. Chipondoo kwa mwanamume wako wewe. Mwambie mimi nataka mafuta fulani, nataka kitu fulani, leo tuende tukuje ile kuku inasunguka kwa kioo. Tuwe na adabu. Tusemezane ukweli. Wacha kuficha. Mama mmoja ni aliyeulizwa, mbona unakaa hii nguo kama uko wazi? Bwana Yesu apewe sifa. Akasema mwanaume wangu anapenda nikae hivi. Na mwanaume wake hayuko, ako Mombasa. Kwani hapo mahali yako na yeye ako Nairobi. Akifaa kwenda town, kuna mwanaume wake huko? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ati mzee wangu anapenda akiwa na hivyo. Na kijana yake akasema mimi anti siwezi nikatembea na mtu akiwa uchi. Heshima inakosa kwa wale marafiki wangu. Tujipange. Bwana Yesu apewe sifa. Tujipange tujue kwamba Bwana anataka nini ndiye apate kuinua nyumba yako. Bwana Yesu apewe sifa. Washibe wale walio kama umeshindwa kusibisa wale wawili, wengine unashindwa kwa walisibia school fees. Utaanza kulisha wengine ati unamlipia, unamfurahisha, si ufurahisha bibi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Anahangaika na kula sukuma mpaka tumbo ya mtoto imegeuka imekuwa green. Ati huko na chomo naenda huko unapeleka nyama. Bwana Yesu apewe sifa. Na sisi wazee tubadilike. Na wamama tuache noisemakers kwa nyumba kama ndiye nafaa, tuache noisemakers. Namwambia aende upepe maji. Alikuletea nini kwa nyumba? Atapema maji mpaka uko hai umegonjeka. Kama umegonjeka, ambia jirani, nisaidie maji. Sio kutuma mwanaume maji. Aibu kubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Mpaka mwanaume amechoka, amesema nataka kuoa bibi mwingine. Unaacha hata mtoto anaingia kwa kitchen, anapiga ile sukuma mbaya na ni mtoto wa miaka 10.
wewe unakaa tu unaweka miguu kwa meza. Anamwambia wewe Mary, leta hiyo chakula kwa meza. Hata ugali hajaiva bwana. Utafikiria mwanaume atavumilia? Na ameenda mahali wametembea na viki yake, anaona bibi yake anapiga kitamu. Ataona enda mpango wa apateta. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tunarudi tunasema kuabudu sanamu ilimaanisha nini? Maandiko yatuambia ya kwamba Bwana usimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuabudu na kuwashuhudia leo ya kuwa mtangamia bila shaka. Mkimwasi Bwana tukigeuka tuanze kutenda maovu, kuabudu kumtumikia Bwana badala ya kutenda yali haki, badala ya kutenda vile anataka, wewe unasema leo ni kanisani, kesho nikienda nitaenda kwa yule mganga anitabiri vile kwangu kuko. Hiyo ndio Bwana ama roho wa Bwana nakataa. Akasema mkifanya hivyo atawaangamiza ghafla. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni wakati Bwana anataka kutenda yali yake. Wamama, chipondeo kwa mume wako. Wamama tuko pamoja nao. Mutasikia virimbi na mutasangaa. Bwana Yesu apewe sifa. Heshimu mume wako au vile alivyo leo ndiye alikutoa kwenu. Kwani aliko ndio chupendue utafuta mwanaume mwingine? Rudi kwenu, mwambie sawa, mpatie nafasi ya kuoa. Lakini waje kumumaliza kabla siku yake. Ama aje wanaume? Unataka muishe kabla siku yenu? Kama aweseni na wewe, akuambie nimetoseka na arudi kwao. Uchue sina mwanamke. Lakini sio wakwenda anakula nyasi mahali pale na anakuja kwa nyumba. Hata kumaliza haraka. Na wewe mwanaume kuchua hivyo, wacha kuwa soft bwana. Acha kusema ni watoto unahurumia. Utahurumia watoto na utakufa. Tutakushika haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima kuwa msimama kama mwanaume. Watoto akuachia ende, hiyo na wasupport. Kio mtu anaenda anakula nyasi kule na anarudi, akuachie watoto. Watoto wako ole. Uchue nitaoa nikiwa na watoto wangu. Lakini si arudi alafu anakupapasa. Kwani anakupapasa wewe ni nani? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hiyo mbio ina vizuri. Sio vizuri kabisa. Nasikia hiyo chumbe naumiza roho yangu. Yaani unapata ni mzee lakini we sio msichana. Hiyo nini? Yaani mpaka wengine heshima imepotea kwa watoto. Ambia baba yako ako kashini. Nataka kuenda kuangalia fulani yako mgonjwa na unaenda kulala huko, anasema nilienda kuangalia Esther alikuwa mgonjwa. Kumbe sio kwa Esther ulienda. Tuko pamoja. Kwa hiyo tubadilike bwana, ndio tuishi misewe. Unajua wakati Yesu alipozaliwa ni nani walikimbia? Na ndio wako wa mwisho kuangamia. Ati ni haraka kupokea wokovu na ni haraka kuanguka. Mwanaume akiamua kuja kanisani ameamua. Ili wewe mama umkwaso, ukubali usipokubali. Kiona mwanaume ameacha kuja kanisa, mama umemkwasa. Ni wangu ama ni kweli wanaume? Kwa sababu anaona matendo yako iweze kumfurahisha. Kwa hivyo badilika. Waje kusema leo mwanaume amerudi nyuma, chunguza. Chunguza ni kwa nini mwanaume wangu amerudi nyuma, umemkwaza. Kwa sababu anaona kama huyu mke wake nilileta nikachua ni mke. Na saa hii yako hivi, eli nikae kwa nyumba. Lakini mwanamke ni haraka kuokoka na ni haraka kuanguka asiposimama katika neno. Kwa sababu mwanaume anakuwa na vikundi hii ingine istahili. Yaani hiyo vikundi ya kupeleki mahali pale kuna stahili. Ni vikundi ya kubomoa. Ati ni rafiki yangu tunatembeana, kumbe amekuanda. Ni Delila. Bwana Yesu apewe sifa.
Kwa hivyo tusipondoe wapi? Tusipondoe wapi? Kwa nyumba. Pondoe kwa nyumba. Furahisha mume wako. Mpigie chakula kitamu chenye nguvu. Unanielewa? Anajua lazima niwaambie ukweli. Sitaki kuwapeleka kando. Wacha kumdharau. Na yeye ndiye alikufikisha na idea upi umpatie sifa yake. Kama mtaki rudi kwenu back. Ajue anapi. Endo utafuta ule wa mpanga wa kando. Bwana Yesu apewe sifa. Yule ako na mali. Hakuna mtu anapata mali hivyo. Haka hadi. Kuna dada yangu mmoja second born aniambia wakati aliolewa walikuwa wanalalia gunia. Walistruggle kutoka gunia mpaka wakapata mali na mtu alimuoa alikuwa yatima. Wakakaa nayo, akampeleka kozi, wakafanya kozi, akamaliza akapata kazi. Na leo wanaitwa ni watu. Kwa hivyo usidharau mwanaume wako kwa nyumba hata akikosa kazi siku moja, miezi mbili, si ya kwamba yeye ni maskini. Wanaume mkosa siku moja nyinyi ni maskini. Unajua Bwana huinua dakika yote. Na Bwana anaweza kutucharibu aone ya kwamba kweli tunapenda wanaume wetu. Ama tuko mahali pale kwa ajili ya utajiri aliyo naye. Ole wako kama wewe unakaa na mwanaume kwa ajili ya utajiri aliyo naye. Kwa sababu Shetani akija kujaribu atakung'oa. Sasa umeona yule amekuja na magari, ako vizuri, alafu unasema ule sasa ndio utakuwa utakupeleka nyumbani haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ndio ako na mali, mwanaume wako hana kitu, lakini atakununulia sanduki. Ukubali usipokubali, tanunulia wewe sanduki. Sio lidharau ile wako na Mungu atamkinga. Unajua ule wako Mungu atamkinga. Yeye analia anasema ana struggle asomeza watoto. Wewe unaona ni kama vara, lakini wewe unachua unataka za mpango ya kando mingi. Weka hadi na akikupatia 20 kura 15 weka 5. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usiende kuharibu kule kwa nyumba nyingi. Tuko pamoja. Unajua wanaume msiwachokosa ni wazuri. Uongo wanaume. Ni wao wanawachokosa, si ndio? Wanaleta siri ya nyumba kwenu. Wanasema nimehangaika, mwanaume anunui hii. Kama anasema uongo inua mkono. Mnaanza kupeleka mahitaji ya ndoa yako kwa mwanaume mwingine. Sasa hata yeye unaongea mpaka unalia mnamharibu akili. Bwana Yesu apewe sifa. Ukimharibu akili atafanya nini? Atatake reaction, si ndio? Bwana Yesu apewe sifa. Kwanza wewe umevunja, ujue mahali ulilia umeingia wapi, umeingia mtego. Ujue utapatikana mahali pale utafanyiwa nini? Turudi. Mstari wa 20, kama vile mataifa yale ambayo Bwana anawaangamisha mbele yenu, ndivyo mtakavyoangamia, kwa sababu hamkutaka kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wenu. Maandiko yatuambia wakati mtu anahudumiwa na Mungu, anawekwa mastarehe, akigeuza na akimsahau Bwana ataangamia wakati ataanza kuabudu miungu mingine. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo maandiko yatuonya kwamba tuchue tunatoka wapi tunaelekea wapi. Wakati Mungu amekuinua, kubali amekuinua na muheshimu. Wakati unaoheshimu Mungu, unaheshimu wale wanaomcha Bwana na kumtumikia. Na wale walio wake lazima wapatie heshima. Ndio upate kufaulu katika ulimwengu hata. Usiseme umemheshimu Bwana ikiwa uheshimu yule anaotenda kazi kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lazima uheshimu yeye ndio maombi yake ipate kufika. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa tuliungana tukasema tuombee chambo, tukafanikiwa, tukavunja umaskini, lazima tuheshimiane. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tukae, tuchunge utakatifu katika ndoa. Tuambie Bwana, unajua wakati unaochunga utakatifu wakati katika ndoa, Bwana ukuinua haraka katika maombi yako. Bwana ukitetea wakati wa vita. Bwana utetea wakati unainuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Maombi yenu inajibiwa haraka.
wakati mko kitu moja lakini sio kitu hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na wewe unaotafuta mpendwa, tafuta yule achaoa. Usichingize katika ndoa ya mtu upate laana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndugu mmoja alikuwa anipatia dhidi kwao. Akasaniambia kwao kuna laana. Kamwambia nataka unielezee ni laana gani mlio naye. Kaniambia baba yake alikuwa na bibi 6. Wakati hao bibi wakakaa, hata na semechi yake na yeye akaungana, akaona ile poma iko na mali. Na ule bwana akona bibi, akona watoto 8. Na yeye akakubali kuingia. Unajua mwishowe na wale saa 8 akaacha watoto. Na watoto mahali wako wanadurumiwa wasomi na yeye ametoka. Kuna vitu vingine kama hiyo tunasema tuombe. Wewe ukiwa wewe bado cholewa, tafuta yule ana bibi. Tafuta yule achaoa. Unaona anashuhudia ana bibi, hako peke yake, kweli unajua. Wacha kungangana na ndoa ya wenyewe kuiharibu na wewe unapata cousins. Bwana Yesu apewe sifa. Unapata uta anakuja na bibi yake, hapo unamjua vyema na unaanza kungangana na ati kwa sababu unampata ako na hela. Kwani kuna hela gani kati yake na mume wako? Mwambie baba, bwana unapata 120,000. Wacha tutumie 5. Tutumie 15, tuliagana tujiendeleze kimaisha. Kwa sababu mahali popote unaona bwana anaendelea kuna nini? Kuna nini? Mahali popote bwana anaendelea kuna nini? Hawezi wakaongea wanawake, mimi najua ni kawaida, lakini ni ukweli na kuambia. Ikiwa wewe ni ready, you are looking for a good man, tafuta yule achaoa. Wacha kuingia ndoa ya watu uwawe. Siku hizi ukiamua kuingia ndoa ya watu ukufe ama mwanaume ama ni uongo limesoma. Wewe mwanaume ukiamua kuongezea ndoa, hata wale wako nao cha wasomeso walishe washibe, wewe unachitakia kifo ama yule utaleta. Ama yule mama watoto. Hiyo iko hivi, wasiku hizi wako hivi. Wasiku hizi ni kigeugeu. Bwana Yesu apewe sifa. Wasiku hizi ni nini? Niliuliza mama, mbona ulienda ukaachia mume watoto? Na watoto wanaingia kwangu asubuhi wananiambia hakuna mama, ameenda kwa auntie. Auntie yako, unajua nilikosewa. Ngamuuliza ulikosewa aje? Alinifanya ngamwambia hakuna kosa lisiongelezwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kosa lolote ikitendeka kwa watu wakaa chini waongelezwe. Hata rais wetu ako na advisors. Sema hii ndoa kaa hivi na hivi na kaa hivi na hivi. Kwa hivyo wacha kutoka kwa nyumba yako kwa sababu uliona yule anaongea na mume wako, unatoka. Wewe mleta hapa tuongee naye, very strict. Ukiona mtu anafuja ndoa yako kama akukua hapa, wewe mlete. Usimpeleke kando. Wewe sema kwa nini unampeleka kando? Kwa sababu hapa ni mahali pa kuinuliwa Mungu. Si hapa sio mahali wa kunyakua kile kisicho chako. Kwa hiyo ukipendana kama yule boy na yule gari, nyinyi uelewana, enda kwa wasasi tumalizie hapa. Tuko pamoja. Lakini ukuja ati unangangana na Wakristo. Ati kwa chini ulienda kununulia samusa. Ati unaenda kwenye mtoto wake anafukuzwa. Ati wewe unakula, umechirani wewe mwenyewe. You are young, tafuta young. Wako walipotea. Awako tunataka heshima edumu katika hekalu na tukicha hapa tuabudu Bwana. Sisi hatujakataa kijana na msichana wakipendana. Lakini sio sugar daddy na msichana. Sio sugar mami na nani na kijana. Hiyo hapana. Hiyo hakuna hapa. Hapa ni kwa kuabudu Bwana. Vijana youths wakipendana hatujakataa. Wasema wamependana, waende baki kwa wasasi. Waambia tumependana. Warudi baki wakuje na kitu kinaonyeshana walipendana wakaenda kwa wasasi. Utaomba bamo? Sio kudambiana. Hiyo mambo hatuitaki. Ati unaenda unaingia nyumba ya mwenyewe unamharibu.
Ati wewe unaenda nyumba ya mwenyewe unaharibu. Ati umeona yule umekataa kupeleka wako saruni. Ikawa wako wamekushinda kusomesa. Wako wamekushinda kukulisha. Utakulisha wale. Kwa hivyo heshima idumu. Ndoa isimiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe mama ukiona nyumba yako ya review uchue ni mtu wa hapa. Uleta hapa straight forward. Sisi hatuna hiyo biashara, tuko biashara ya kuhubiri tunahubiri neno. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe hata ikiwa ni nani, awe msichana awe mama ameingilia ndoa yako, mulete. Lakini awe msichana kwa kijana, enda kwa wasa. Mgeleta kwa wasasi tutasangilia hapo tuchange tufanye harusi. Lakini sio kuwindana hapo kuharibiana nyumba. Bwana Yesu apewe sifa. Utumiana message nyingine ya uchinga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nasikia roho analia sana. Kwa hivyo kumaanisha kuna roho inaendelea hapa. Kwa hivyo lazima tu stop, ndio jina la Bwana liinuliwe. Ndio Bwana tukue na heshima. Ukiona ndoa ya mwenzako iheshimu. Uwe msichana, uwe mama. Ukiwa ndoa ya mwingine uheshimu. Ukiwa kijana, ukiwa mwanaume, heshimu hiyo ndoa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Lakini ukiwa una ndoa, hiyo tutakubali, lakini sio kuingilia ndoa ya mwingine. Yenye unaona hali yako hapa, mwanaume wako ako hapa, unaanza kungangana na yeye. Nataka utamuweka mara mbili watakaa na wako. Kama umeshindwa kulea wako, yeye ndio utamlea, ako na ndume. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuangalie sana. Usicho ukakula nyasi mahali ikuliwi. Kwa sababu wewe utachirani wewe mwenyewe. Kilio ya wale watoto itakuandamana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuheshimiane, tukae friendly. Tukae familia moja tunaombeana. Kiwa wale nirudie. Kiwa wana youth wakipendana waende kwa wazazi. Kiwa wakipendana waende kwa wazazi. Lakini kiwa wanasoma wamalize masomo, wale wanasoma wamaliza masomo, wale wamemaliza wakipendana waende kwa wazazi. Tuko pamoja. Kwa hivyo hakuna jambo lisilowezekana mbele ya watu. Lakini muache kupakana matobe. Bwana Yesu apewe sifa. Unaandikia mwingine message na unajua naoa. Umeandikia mwingine message na unajua ameolewa. Sasa hiyo ni nini? Unaramba hata mahali ya kurambiki. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuangalie sene tusiche tukaraniwe. Na wewe kama mama uko na nyamaziza, hiyo yako tutaimaliza hapa. Kama uko nyamaziza, tutaimaliza hapa. Kama umetoseka na huyo mwanaume urudi kwenu, tumfanyie harusi kwa vijana. Barikiwe sana. My name is Moses Van and kuna memory verse. Philippians 4:4 it says, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice sometimes. My memory verse comes from the book of Ephesians chapter 6 verse 1 to 2. It says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, for this is the first commandment with the promise. My name is Nadia from the Beautiful Christian Church, and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms chapter 9 verse 11. It says, sing praises to the Lord who dwells in Zion. Tell among the peoples his deeds. Thank you. My name is Riga and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John 14 verse 15. It says, if you love me, obey my commandments. I want to see you. I want to see you, Lord. Sing it holy, holy. Sing it holy, holy. I want to see you, Lord. Sing it glory, glory. Sing it glory, glory. I want to see you, Lord. Thank you. Waliwaita wanafunzi wake, Yesu aliwaita wanafunzi wake, akaanza kuambia amini, amini, akaanza kuambia amini, amini, mmoja wenu atanisaliti, mmoja
wenu atanisaliti. Aliwaita wanafunzi wake, Yesu aliwaita wanafunzi wake, akaanza kuambia amini, amini, akaanza kuambia amini, amini, mmoja wenu atanisaliti, mmoja wenu atanisaliti. Yesu aliwaita wanafunzi wake, Yesu aliwaita wanafunzi wake, akaanza kuambia amini, amini, akaanza kuambia amini, amini, mmoja wenu atanisaliti, mmoja wenu atanisaliti. Wakaanza kumuuliza mwalimu ni nani, wakaanza kumuuliza mwalimu ni nani, ni nani huyo atakusaliti, ni nani huyo atakusaliti? Akajibu mmoja kati yenu, akajibu mmoja kati yenu. Alipokuwa akiwaambia wanafunzi wake, alipokuwa akiwaambia wanafunzi wake, walimu wa sheria wakaingia ndani, walimu wa sheria wakaingia ndani, wakiongozwa na Yuda aliyemsaliti, wakiongozwa na Yuda aliyemsaliti. Wakampeleka Yesu hadi kwa Pilato, wakampeleka Yesu hadi kwa Pilato, wakamstaki wakisema anajiita mfalume, wakamstaki wakisema anajiita mfalume, eti yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu, eti yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu. Alipokuwa akiwaambia wanafunzi wake, alipokuwa akiwaambia wanafunzi wake, walimu wa sheria wakaingia ndani, walimu wa sheria wakaingia ndani, wakiongozwa na Yuda aliyemsaliti, wakiongozwa na Yuda aliyemsaliti. Muuliza mwalimu Ni nani? Wakaanza kumuuliza mwalimu, ni nani, ni nani huyo atakusaliti, ni nani huyo atakusaliti? Akajibu mmoja kati yenu, akajibu mmoja kati yenu. Alipokuwa akiwaambia wale wanafunzi, alipokuwa akiwaambia wale wanafunzi, walimu wa sheria wakaingia ndani, walimu wa sheria wakaingia ndani, wakiongozwa na Yuda aliyemsaliti, wakiongozwa na Yuda aliyemsaliti. Wakampeleka Yesu hadi kwa Pilato, wakampeleka Yesu hadi kwa Pilato, wakamstaki wakisema anajiita mfalume, wakamstaki wakisema anajiita mfalume, eti yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu, eti yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu. Wakampeleka Yesu hadi kwa Pilato, wakampeleka Yesu hadi kwa Pilato, wakamstaki wakisema anajiita mfalume, wakamstaki wakisema anajiita mfalume, eti yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu, eti yeye